Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji kupitia hapa Khairo TV, leo hii nimekuletea habari hii ambayo ni maarufu sana, lakini ikiwa kama haujakutana nayo, nimeamua kukuchambulia hapa walau kwa uchache. Rais Vladimir Putin wa Urusi amefanya mabadiliko makubwa ya sheria katika wizara yake ya mambo ya ndani. Kuanzia mwaka 2024, wizara ya mambo ya ndani ya Urusi ilirasimisha kanuni mpya zinazowaruhusu wanawake wa Kiislamu kuvaa hijabu kwenye picha zao za pasipoti na hati nyingine rasmi za kusafiria. Sasa hapa, mpenzi mtazamaji, kuna mambo muhimu ya kufahamu kuhusu uamuzi huo wa Urusi. Masharti ya picha, ingawa kuvaa hijabu kumeruhusiwa, kuna vigezo vya kiufundi ambavyo lazima vizingatiwe ili picha ikubalike. Miongoni mwa hayo, uso lazima uonekane. Hijabu haitakiwi kufunika sehemu yoyote ya uso, kuanzia kidevuni hadi sehemu ya juu ya paji la uso. Pia utambulisho, ni lazima mduara wa uso uonekane wazi ili mifumo ya utambuzi iweze kufanya kazi kwa usahihi. Namba 2, sababu ya mabadiliko haya yamekuja baada ya juhudi za muda mrefu wa jamii ya Kiislamu nchini Urusi kudai haki, kuzingatia imani yao katika nyaraka za serikali. Haki za kidini. Serikali imelenga kuheshimu uhuru wa kuabudu kwa raia wake. Ushirikiano wa kijamii na serikali. Urusi ina idadi kubwa ya Waislamu. Takriban watu milioni 20 ni Waislamu. Na hatua hii inatazamwa kama njia ya kuimarisha umoja wa kitaifa. Namba 3, historia fupi. Kwa miaka mingi kulikuwa na mvutano wa kisheria kuhusu swala hili. Awali, sheria za Urusi zilikuwa kali zaidi, zikitaka picha zote ziwe bila vifuniko vya kichwa, isipokuwa kwa sababu za kiafya. Hata hivyo, mahakama ya juu ya Urusi ilishawahi kutoa uamuzi wa kuunga mkono uvaaji wa hijabu tangu miaka ya 2000 mapema kabisa. Lakini utekelezaji wake ulikuwa na changamoto hadi kanuni hizi mpya zilipowekwa wazi hivi karibuni. Hii ni hatua inayofanana na nchi nyingine duniani ambazo zimechukua uamuzi huo kama wa Urusi. Zinaruhusu mavazi ya kidini kwenye hati ya kusafiria, mradi tu uso ubaki kuwa wazi. Mpenzi mtazamaji, hii ndio habari ambayo nimekuandalia siku ya leo kuhusu uamuzi huo wa Urusi, ambayo mahakama kuu ya Urusi ilitoa ruhusa hiyo tangu mwaka 2000, lakini utekelezaji wake ulikuwa na changamoto kutokana na mvutano wa ndani kwa ndani. Lakini kufikia mwaka 2024, Urusi ikaruhusu moja kwa moja uvaaji wa hijabu katika hati za kusafiria, ikiwemo passport. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa ndio mwisho wa maelezo haya mafupi kutokana na habari hii kutoka huko kwa Vladimir Putin, Urusi. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazokuja kupitia hapa Khairo TV. Wabillahi tawfiq.
wa aqul lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhibbukum bila hudud fi amanillah wa ila liqa.